Rais wa Marekani Donald Trump amedai kuwa viongozi wa Umoja wa Ulaya wanamsihi ashirikiane kidiplomasia na Rais wa Urusi Vladimir Putin, huku ikulu ya Kremlin ikidai kukataa kuitikia wito huo. Utawala wa Trump unafanya kazi kama mpatanishi kati ya Urusi na Ukraine katika juhudi za kusuluhisha mzozo unaoendelea kati ya Warusi na wa Ukraine. Hata hivyo, Trump alisisitiza jukumu lake kama mpatanishi wakati wa mahojiano na shirika la habari la NBC News siku ya Jumapili, akisema, "Je, mnajua kwamba viongozi wa Umoja wa Ulaya umeniomba nimpigie Putin mara nyingi kwa sababu hapokei simu zao." Alisema kwa mtangulizi wake wa kidemokrasia Joe Biden hakumfikia Putin hata kidogo, akionekana kurejelea kipindi kilichofuata kuongezeka kwa mzozo wa Ukraine mnamo Februari mwaka 2022. Trump alisema utawala wake uko karibu na upande mmoja na labda hauko karibu na mwingine kuhusu makubaliano ya amani bila kujali upande upi. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani anasema kwamba mataifa magharibi yamekuwa yakimwogopa rais wa Urusi Vladimir Putin, na ndio maana yamekuwa yakimweleza kwamba yeye ndiye pekee mwenye uwezo wa kuzungumza naye na kuweza kubadilisha hali ya upepo wa vita kati ya Warusi na wa Ukraine. Moscow imeonyesha mara kwa mara nia kutatua tofauti zake na nchi za magharibi kupitia njia za kidiplomasia, ingawa mapendekezo yake kuhusu upanuzi wa NATO barani Ulaya yalitupiliwa mbali mwaka 2021. Serikali ya Urusi ilikuwa tayari kuwasiliana na viongozi wa Umoja wa Ulaya, hasa kansela Olaf Scholz wa Ujerumani ambaye aliwasiliana na Putin Novemba mwaka uliopita. Kiev ilikosoa Berlin kwa hatua hiyo ambayo ilitaja aina ya kutuliza Urusi. Urusi inalenga mfumo wa usalama usiogawanyika barani Ulaya ambapo usalama wa taifa moja hauwezi kugharimu jengine, Putin alisema wakati wa mkutano wa serikali mwezi Februari. "Tunaelewa kuwa sio kila mtu anakaribisha ufufuo wa mawasiliano ya Urusi na Amerika. Baadhi ya wasomi wa magharibi wana nia ya kuendeleza ukosefu wa utulivu hapa duniani na vikosi hivyo vitajaribu kudhoofisha kabisa au kuharibu mazungumzo yetu," aliongeza. Mwezi Machi, waziri wa mambo ya kigeni wa Urusi Sergei Lavrov alimkosoa rais wa Ufaransa Emmanuel Macron kwa kutamka hadharani nia yake ya kuzungumza moja kwa moja na rais wa Urusi Vladimir Putin, lakini kamwe hakuchukua hatua hiyo. Basi mtazamaji, endelea kutufuatilia nasi tutakujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein.